Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibu ndugu zangu kwenye kipindi chetu. Bado naweza kuzungumza kidogo tu kuhusu swala la lilokuwa nimelipata lilobaki kama swali yaliyoulizwa, hasa kuhusu ilikuwa ni mgogoro wa kisiasa. Kwa kweli hiyo swali la Biblia per se yenyewe ni swala la mgogoro kati ya Wapalestina na Waisraeli. Na huyo aliyeandika kama peji 2 hivi alikuwa anauliza kuhusu msimamo wa mataifa mengine kuhusu mgogoro huo ambao sasa tunafurahi pengine wamepata suluhisho la amani kwa kusaidiwa na Marekani, Bwana Trump. Mgogoro ambao umesababisha vita ya siku nyingi ya mfululizo. Sasa huyu anauliza hasa swali lake ni kuhusu msimamo wa nchi nyingine kuhusu mgogoro huu, na hasa kanisa Katoliki pamoja na Wakristo msimamo wao uko wapi na vipi watu wanaonyesha kama kuna mgawanyiko kati ya Wakristo na Waislamu. Ningesema tu mgogoro wa Israeli na wa Palestina ni wa asili. Maana ni kama hawa wa Filisti. Palestina ni wajukuu wa, hata jina lenyewe linatokana na wa Filisti. Philistines and Palestines ni wale ni watu wale. Mpaka wakati ule wa Daudi, nakumbuka miaka 1000 iliyopita BC kabla ya Kristo, walikuwa wa Palestina na wa Kristo sio wa Kristo wa Israeli walikuwa wanapigana. Kwa hiyo ni mgogoro wa kisiasa wa siku nyingi wenye historia, lakini baadaye walipatana, hasa Waisraeli walipochukua nchi yote wakati wa Daudi na kuendelea. Tunasikia wa Palestina, yani wa Filisti, waliishia. Hatuwasikii tena baada ya ushindi wa Daudi kuchukua nchi yote na kuwa mfalme. Hawa Palestina wakakosa nguvu. Wakati wa Yesu hatusikii sana tena mgogoro wa namna hiyo, isipokuwa mgogoro uliokuwepo tunaosikia sana ni hata kabla ya Yesu. Sasa ilikuwa ni mataifa mengine. Manake mgogoro uliokuwepo kati ya mataifa makubwa wakiona kama kuchukua Palestina kama kitaifa kadogo, wa Misri, wa Ashuru, tunawasikia na wa Babyloni, yani watu wa Mesopotamia, wa Kaldea, mataifa makubwa. Hao ndio walikuwa wanawaonea. Kwa hiyo hakuna tena mgogoro kati ya Wafilisti na Wayahudi. Hiyo imeisha. Na tunasikia kwenye Biblia historia yao. Wakati wa Yesu Wapalestina walikuwa wametawaliwa, au Wapalestina wanasema ni Wayahudi, nchi yote ilikuwa pamoja,
yaani Wafilisti, Wakanani na Waisraeli wa Waebrania. Hao walikuwa taifa moja, hawakuwa tena na mgogoro kati yao, labda wa kidini kama wa Samaria na Wayahudi, yaani wa kidini, mgogoro wa kidini ambao ulikuwa chini chini, sio wa kisiasa, sio wa kupigana, ila wa chuki, mdarau. Na hiyo ulikuwepo. So Wagiriki, Warumi wakati wa Yesu, hao waliwaona ni watu aina moja tu. Matatizo yamekuja baada ya wakati huu wakati wa Yesu. Palestina walikuwa pamoja mpaka waliposambaratika, taifa la Israeli liliposambaratika, manake mwaka 70 baada ya Yesu. Waliposambaratishwa na kubomolewa kwa hekalu la Yerusalemu. Kwa hiyo umoja wao ukavunjika. Wale waliokuwa wanatawala, yani viongozi wa Waisraeli, taifa la Israeli liliitwa wakati huo, lilisambaratika, wakaenda uhamishoni wenyewe. Sio kwamba wamehamishwa, wenyewe walikimbia nchi ya Palestina baada ya kushindwa ile vita dhidi ya Warumi mwaka 70 baada ya Yesu. Taifa lilisambaratika, wakakimbilia sehemu nyingine, na tunajua hata kanisa lilienea kwa kutoka Yerusalemu, kukimbia Yerusalemu kutokana na madhulumu ya Wayahudi wenyewe pamoja na Warumi. Wakakimbia wakaenda mataifa mengine, ndio tunawaita ni diaspora. Wakawa madiaspora nchi nyingine, wakaenda nchi nyingine kama Ulaya, na hata wakaenea sehemu nyingine mpaka Afrika. Morocco, wakafika sehemu za Egypt, walikimbia nyumbani, wakaenda kuishi mpaka hata India walikuwepo, Afrika walifika. Walisambaratika mwaka 70. Usambaratika, baadhi walibaki hasa waliosambaratika ni wale matajiri, watu wakubwa walikimbia. Watu wa kawaida walibaki huko vijijini. Kusambaratika kabisa kwa taifa la Israeli ambalo halikuwepo tena ilikuwa mwaka 135 baada ya Yesu. Mwaka 1100 kwani 1000 kila saa. Mwaka 135 ilitokea ile vita inaitwa vita ya Kokba, Bar Kokba, vita ya Kokba, Bar Kokba. Hiyo vita ya mwaka 135-36 ilikuwa mbaya sana, maana wengi waliuawa wakati ule. Wayahudi walijiorganize huko Galilaya, wakavamia Warumi, jeshi la Warumi, wakawasambaratisha, waliua Warumi, maaskari wa Warumi wengi waliokuwa wanakaa sehemu za Samaria na Galilaya, na wakaa sambaa wanataka kuwafukuza. Ni vita ya uhuru, kuondoa ukandamizaji wa Warumi mwaka 135 AD, yani baada ya Yesu. Hiyo vita ya Bar Kokba ndio ilisababisha Warumi walete lile jeshi kuu la Warumi kutoka Alexandria, Misri, na Roma yenyewe. Wakaja jeshi kubwa, na hilo ndio jeshi lilokuwa zito kuliko mengine yote.
Hapo ndipo Israeli ikafutika. Waliua watu na kusambaratisha kila kitu, na hakuweko aliyeko mijini na vijijini aliyepatikana aliuawa. Warumi walikuwa wakatili sana. Jeshi hilo lilotoka huko wanasema is the biggest army and most ruthless. Likuwa na ukatili. Watoto hata mbwa walifagia kwa sababu ya chuki na hasira ya kuthubutu kuwaua Warumi. Hao haikubalika. Kwa hiyo chochote kilichokuwepo Palestina wakati huo sasa kilifagiliwa. Watu kutoka vijijini na wapi, aliye na asili ya Kiyahudi alikimbia. Aliyezaliwa awe Mpalestina, wote waliitwa ni Palestine, ni Palestina. Walitoka wakakimbia. Huo ndio mwisho wa Israeli. Mwaka 136 baada ya Yesu ni mwisho wa taifa la Israeli. Na hiyo kuanzia mwaka ule mpaka sasa hakuweko taifa la Israeli mpaka 1140 baada ya vita pili ya dunia. Hakuweko taifa la Israeli. Kwa hiyo kwa karne 18 hakukuweko taifa linaloitwa Israeli au Palestina. Waliokuwepo ni wale waliobaki wakajifikiria kwamba hakuna tena Wayahudi. Kuna Wayahudi wameisha. Kumbe walikimbilia nchi za nje. Wengi waliingishia Ulaya, wakaenda mpaka Russia. Wengi walikaa Russia, Poland, walikaa Ujerumani, wakaja Italia. Wengi tu, nchi zote hizo, Ujerumani, Italia, Ufaransa wako mpaka leo. Na nchi za Ulaya huko wakaenea, wakaja mpaka Afrika Kaskazini. Wengi walikaa Afrika Kaskazini, wakaenda mpaka India. Wengi walikuwa India. Wengine wakaja mpaka Ethiopia huko. Kwa hiyo taifa lile lisambaratika tangu mwaka 135 walisambaratika. Katika karne ya 19 mwaka 1900 mpaka sasa waliunda chama. Wayahudi walianza kujitambua na kuona kwamba wao lazima warudi nyumbani. Wale waliokuwa ugenini, diaspora, walianza kujitambua, wakaunda vyama mbalimbali. Vyama hivyo ni viliitwa vyama vya Zionisti, yani Zionists, Wasioni, watu wa Sioni, Zionists. Chama cha Sioni, manake Zionists ni watu wenye waliokereketwa na kurudi Yerusalemu, mji mtakatifu Sion. Ndio wanajiitwa Zionists. Na walipata nguvu na wakaanza walikuwa na kama nilivyosema na tunavyosema mara kwa mara, walikuwa na kiuchumi huko walikokuwa ugenini, diaspora. Waisraeli walipata nguvu kiuchumi. Walikuwa hawana nchi, hawana nini, lakini kiuchumi walitawala ulimwengu. Kwa upande wa mabenki, upande wa taaluma mbalimbali, hasa mambo ya madaktari, engineering, nuclear na kila kitu. Hao walitawala Ujerumani kwa mambo ya sio kisiasa ila kijamii. Katika biashara huwezi kumshinda biashara, mambo ya kumiliki ile mifumo ya kibenki, mifumo ya kisiasa. Walikuwa na lobbying power. Waliweza kuinfluence jamii kwa kushika maduka yote, kushika mabenki yote, kushika biashara zote kubwa, kumiliki lawyers, mambo ya kisheria. Walikuwa na law societies nyingi, na walitawala dunia kwa namna ya kutoa huduma. Huwezi kupata huduma kama humtambui Myahudi. Kwa hiyo walikuwa na vyama vingi sana duniani. Sio tu Ulaya, mpaka Marekani, mpaka huku, mpaka Afrika Kusini. Wao ndio walikuwa wanaendesha mabenki ya Afrika Kusini haya madini yalikuwa chini ya Wayahudi. Watu wanafikiri ni maboa kitu gani? Wale makaburu walikuwa wanatawaliwa kiuchumi
na walikuwa Wayahudi. Basi kwa namna hiyo na Wayahudi walikuwa na aina fulani ya kutegemezana. Hiyo ndio ilileta dhana ya kujiona ni watu wenye ukabila sana. Wayahudi hata ukienda popote hata sasa utakuta they know each other. Palipo na Myahudi, Wayahudi wengine wote wanajua anakaa wapi. Na kama kiuchumi au kijamii au socially, politically anakuwa anaonewa, they come for rescue, kusaidia. Kwa hiyo mtu yote anafilisika, duka lake litasimama baada ya miezi miwili tu, kwa sababu wenzake wana contribute, wanatoa mchango. Asema duka fulani, mtu fulani, kampuni fulani inatetereka, akiandika barua tu wote wanaorganize wanampelekea pesa. Kwa hiyo walitegemezana kiasi kwamba hakuna mtu aliyeweza kuingia na kuwabomoa. Walimiliki mbinu zote za kisiasa, za kiuchumi, za kijamii. Na kwa hiyo walikuwa na influence kubwa sana. Hata kama wewe hawagombei siasa kwa sababu hawana nchi. Kwa hiyo lakini walijitambua na kuweza kutegemezana kijamii, kisiasa, kiuchumi. Na kwa hiyo walipata influence kubwa. Hakuna mtu anaweza kuwa rais wa Marekani bila kuwa rafiki wa Wayahudi. Haiwezekani mpaka leo. Huwezi kuwa chancellor wa Ujerumani bila kuwa na Wayahudi wakati ule, kabla ya vita ya pili ya dunia. Sasa wakati huo Wayahudi walijiona ni kabila la pekee, walikuwa na nguvu kijamii, ikasababisha chuki. Hata katika nchi yetu kuna makabila fulani ambayo yana nguvu kiuchumi, wanachukiwa tu bila sababu. Kwa sababu wanafikiri ni wezi au ni watu wabaya, ni watu nini. Ni mfano wa Chaga tu. Wanafikiria ni watu wezi. Wezi wapi? Kwa nini usiibe? Unasema mwingine mwezi. Mtu akitumia akili ni mwizi. Akionekana anang'aa, ana kasoro, atamtafute visingizio vya uvuvi. Sasa uvivu. Mtu unakaa unacheza karata mpaka jioni na kucheza sangula, utategemea nini? Mzee mmoja anacheka. Yes, people are thinking. Sasa inasababisha chuki, na ilikuwa hiyo kwa Wayahudi. Kwa kila kitu wakasingiziwa Wayahudi. Matokeo yake Hitler alipokuja baada ya vita ya pili ya kwanza ya dunia, Ujerumani ilisambaratika, iliisha kiuchumi na kinguvu. Lakini akaja jamaa kutoka Austria, kaanzisha chama. Huyu anaitwa Die Kraft, manake Hitler. Kwenye miaka 120 kama 122 Hitler alianzisha chama. Yeye ni mtu kutoka Austria, kusini mwa wakati ule wa Prussia, manake Ujerumani iliunganika ikawa Austria, Rio Germany yenyewe pamoja na Poland itaitwa Prussia. Basi wanatafuta namna ya kurudia tena nguvu yao, sio tu kisiasa, sio tu kiuchumi, pia hata kijeshi. Na kwa kweli mtu aliyekuja kuhamasisha umoja wa Wajerumani, the Prussian, na kuanzisha chama alikuwa jamaa huyu kutoka Austria, kusini mwa Ujerumani. Akaja akaitwa, ndio anaitwa Hitler. Hitler alikuwa msemaji, rhetoric, alikuwa anazungumza mpaka radio zote za Ulaya wanafungua akiwa anaongea. Akaweza kumobilize watu na kuwaambia Wajerumani, sisi lazima tuwe na damu piwa ya Kijerumani, Anglo-Saxons, na ambaye sio damu ya Kijerumani, huyu ni chafu, takataka, ni uchafu. Lengo lake alikuwa lenga kudhoofisha Wayahudi waliokuwa na nguvu kisiasa, kiuchumi na hata kijamii. Kwenye organization, mbinu yote walimiliki.
na Hitler alitambua hilo, na chuki lizidi. Wajerumani walikuwa ni wanyonge, hao wageni wakawa ni wakubwa zao. Sasa uchuki ikajengwa, na kwa hiyo Hitler alipokuja aligusia, he was very clever, really good. Aligusia zile sehemu ambazo zinaweza kuunganisha Wajerumani, na sehemu ni ile ukitaka ukawa na adui wa pamoja, unaunganisha watu. Watu walikuwa na chuki, wanawaonea wivu, wanawasema vibaya, wanasema hawa lazima walipe, na hasa akatumia hata dini kwamba Wayahudi ndio walimuua Yesu. These are not supposed to live, they should be punished and even banished from earth, kutoka dunia hii wasionekane. Hao waliomuua Yesu, hawa ndio watu wabaya, hasa wanakuja hata kutumiliki sisi na nini. Maneno kama hayo ya kugawanya watu na kuwasinga watu wale matajiri na kusema lazima tuchukue yaliyo yetu. Hawakuja hapa ni watu ambao wameshakataliwa na Mungu na nini. Maneno kama hayo yali incite the spirit of unity na kusababisha Ujerumani ikashikana dhidi ya Wayahudi na wageni, watu ambao hawana damu ya Anglo-Saxon, wa Aryans, wanaitwa Aryan, wa Aryan, wana damu ya Aryan. Hawa wasionekana Ujerumani, na hiyo chuki iliendelea, ikaanza kukua. Sasa katika kukua kwa chuki hiyo, wivu huo, walianza kutaka kumiliki na kutaifisha. Hitler akapata nguvu. He managed to rally the people against those dominating societies. Jamii hizo ambazo zilikuwa na nguvu kiuchumi na kisiasa na kitaaluma na nini, aliweza kumobilize watu wale wa kawaida wa Jerumani wawachukie hawa na kuwaona ni pests, ni wanyonyaji, ni makaburu, ni watu gani hao. Na kwa hiyo kipindi hicho kuanzia ile mwaka 1920 mpaka vita ya pili ilipoanza mwaka 1939, vita ya pili ilianza, Hitler alishapata nguvu, akaunda jeshi likarali nyuma yake na akaweza kudeclare war kwa nchi zozote ambazo haziko chini ya Ujerumani, na akaunda kile chama cha SS Swastika ambacho kilikuwa ni kazi yake kuondoa mabaki yote ya Wayahudi, damu ya Kiyahudi, na makabila ambayo sio ya Aryan waondoke, na kama tukiwapata tuwachinje, chinja, ondoa hiyo, safisha Ujerumani iwe pure Aryan nation. Na hata huko nchi za nje kabila vingine na ambavyo sio damu pure, sio Aryans, they should be wiped out, waondoke. Hiyo ndio mwisho wa Wayahudi. Walipata matatizo makubwa, waliuawa kwa mamilioni, sio maelfu, mamilioni. Ndio Hitler alikuwa merali watu namna hiyo, na vita ikazuka ile kubwa, vita ya pili ya dunia. Ilipokuwa na rage wakati huo, hawa na Wayahudi wakaanza kuunda societies, how to survive, waweze kuishi. Wakaanza kujiunda kwenye cliches, maana small societies and organizations, na kuzaliwa the Zionists, kilio cha kulilia mji wa Yerusalemu. Turudi nyumbani Yerusalemu, mji wa mfalme mkuu. Kwa nini tunaonewa hivi? Kwa nini? Na wakapata nguvu nao underground. Waliuawa Wayahudi zaidi ya milioni 8 wa zamani. Zile milioni 8 ingekuwaje mamilioni mangapi sasa hivi? Waliouawa huko Ujerumani, Austria, Poland, Uholanzi, Ufaransa, Italia, the fascists, wa fascist hawa wote wakarali kwa chama cha kuform pure Aryans, taifa la Aryans. Basi ndio hiyo mwanzo wa mateso ya Wayahudi. Waliuawa wengi, walipelekwa kwenye mashine za kuchakata mbolea na kuchoma moto, kuanzia watoto mpaka wazee. Kwanza walianza na wale ambao hawafanyi kazi, hawawezi kufanya kazi,
Najua historia hiyo. Walianza kuua wazee. Wewe kama umefika miaka 60 na afya yako ni mgogoro, unakamatwa, unapakiwa kwenye reli zile, zilijengwa reli nyingi sana. Hitler alikuwa very economically, alikuwa very strong. Jenga reli Ujerumani mpaka sasa ndio zilijengwa na jenga reli za kupeleka kwenye viwanda vya kuchakata mbolea na mashamba ya stawisho, na waliochakatwa kwa mbolea ni watu. Kwa hiyo ukionekana afya yako imedorora, ukionekana wewe sio damu ya Ki-Aryan, manake ya kizungu, Anglo-Saxons, ambao ni kabila lile lilojiunda na Waakade waliotokea sehemu za India, Anglo-Saxon, Indo-Europeans, ambao walikulia wakawa Wajerumani hasa. Unapelekwa ukionekana afya, au wewe ni mtu mgonjwa, hata ukiwa mgonjwa usiende hospitali, kazi yako imekwisha. Afadhali ukae nyumbani ufie huko. Ukionekana wewe sio una zaidi ya futi, ukiwa chini ya futi 5 umekwenda. Hawakutaka Wajerumani warefu kwa ujumla, waangalia Wadachi hivyo hivyo. Kama wewe ni futi 5 umekwenda. Kama wengi wetu wa Afrika sio tu, nilisoma mahali kwamba walikuwa wamereserve kwanza tumalizane huku alafu waje huku. Huku sisi tungechinjwa wote. Hakika unapimwa kilo. Kama huna kilo, ukiwa na zaidi ya ukiwa na futi 6, kwa kawaida utakuwa na kilo 80 na kitu au 90. Kama wewe una kilo chache unaenda kwenye tanuru ya moto kutengeneza mbolea. Kwa hiyo wengi waliuawa. Wayahudi fagia wao hata hawakuangalia ni afya nini, wao ni kabila. Sasa hivi ndio iliyotokea, na vyama vya Kizionist vikawa strong kulindana, kujua fulani kwa wapi, au ni kurescue familia, mpeleka na watoto. Lakini haikuwezekana, waliwindwa kama unavyowinda panya Wayahudi. Sasa hiyo kitu, wakati ile walianzisha hii vita ya pili ya dunia, vyama vya kisiasa vya Wayahudi sasa hivi vilikuwa na nguvu zaidi, piga kelele na ku-highlight kwamba kwa nini mnaua Wayahudi, walitenda kosa gani? Ni kweli wao ndio waliua Yesu, na kama hivyo Mungu ametoa amri tuuawe. Hiyo lileta emotional arguments na zilizo nzito, na hata kanisa likawa implied as if supporting, because kwa sababu wengi waliokuwa wana siasa hiyo na mrengo huo wa kuingiza dini, imani ya Kikristo, kwamba wao ndio waliua Wayahudi, ilikuwepo. Waliua Yesu samani, waliua, ilikuwepo, na ilikuwa kati ya Wakristo, not the Muslims, sio Waislamu. Waislamu wanajali ni juu ya Kristo. Wayahudi walikuwa wanaonewa na Wakristo, walikuwa na siasa hiyo mbaya. Na kwa hiyo Wayahudi Wakristo walianza kuona huruma, wakaona hii lawama inakuwa kana kwamba ni sisi tumefundisha vibaya dini. Wajerumani karibu wote ni Wakristo, hasa ni Waluteri wengi, pia na wengine walikuwa na Wakatoliki. Sasa tumefundisha dini, ikajaingia kwenye siasa, kusingle out people, kuwaona watu na kuwabagua kwa msingi huo kwamba hawa ni wauaji wa Yesu na sisi ni wafuasi wa Yesu, kwa hiyo ni maadui wetu. Ndugu zangu, hali ya Wayahudi ilikuwa mbaya sana. Hawakuwa na mahali pa kukimbilia. Kwa hiyo walitafuta sehemu wanakoishi Waislamu, North Africa, wakimbilia wengi, wakaja huku India. Wahindu hawana dini hiyo ya Kristo, ni something else, hawakuhusika. Kwa hiyo walikimbilia sehemu ambazo wanaweza kuwa accommodated, they can be accepted, na sio tena lawama hizo. Kwa hiyo sehemu zote za Kikristo zilionekana ni sehemu hatari kwao. Ndio hiyo asili ya vita hii na matatizo haya.
Bahati nzuri vita ikaisha. Wa Marekani na wale wenzao, yani allied forces yani nchi ambazo zilikuwa chini ya Marekani, zilikuwa zinaongozwa na Marekani, ambazo ni nchi kama Uingereza, Ufaransa na vinchi vidogo vidogo hivi vingine. Unajua hata wa Japani walikuja kuwa mafashisti, manake walichukua siasa hiyo hiyo. Na hata nchi kama Italia, Mussolini alikuwa na siasa hiyo ya ufashisti, kuondoa Yahudi na hata vikabila vidogo vidogo, ondoa pure race, kuwa na pure kabila au kabila ambalo ni aina moja, wazungu. Una rangi ngozi yako ni nyeusi, wewe huna nafasi. Kwa hiyo nchi kadhaa zilikuwa na mrengo huo wa kifashisti, wa to clean ni racial discrimination ya hali ya juu, baguzi wa rangi, baguzi wa kinasaba hivyo. Basi kutokana na hiyo hali ya Wayahudi kukimbia, hawajua kimbilie wapi, na ndio maana wengine walienda Uswisi nao wakawa wanajeshi, hata they were not even defenders, sio kwamba waliwalinda, kwa sababu wakiwalinda, wakitambuliwa, Hitler atapitia pale kama kunywa mchuzi tu, kama kunywa chai. Mama alikuwa na jeshi la kutisha. Walifagia Uholanzi, wakaja Ubelgiji, wakaja kaskazini mwa Lorraine kule Ufaransa, walifagia kama within 1 week wanateremka sasa kuja chini. Waingereza wakawa sasa lazima wawe na kuunganika na Marekani waweze kudefend, kwa sababu walitaka ku cross over tu nchi nyingine huko. Wameshaona hii ni kumalizia kama hapa Spain, kwa sababu pale Spain walikuweko Waislamu wengi kidogo, pamoja na hapa Portugal hakuna kitu. Kwa hiyo walilenga kwenda Uingereza. Wengi walikuwa wamehamia Marekani, na kule Marekani wakaanzisha sasa namna ya kudefend Uingereza pamoja na kumuondoa Hitler, na ndio inaitwa Allied Forces, na Uingereza pamoja na wale wengine waliokuwa chini ya wakati wa ukoloni, chini mataifa ambayo yalikuwa chini ya Ufaransa, yaliokuwa chini ya Spanish, na wale ambao walikuwa ni chini ya Waingereza. Mataifa yote yalikuwa sasa yaunganike, ndio Allied Forces. Wakaunda majeshi ya kupigana dhidi ya Wajerumani na Wajapani ambao waliunga fascism, pamoja na Italia ambao yule Mussolini aliwaingiza kwenye ufashisti huo. Basi ndugu zangu, vita ikarindima kweli, na kwa kweli ukiangalia historia si mchezo. Watu walikufa mamilioni na mamilioni, tunaambiwa lazima milioni 100 ngapi waliouawa. Sasa lakini lengo lilikuwa ni kuzuia hiyo force na laana hiyo ya ubaguzi actually. Sasa Marekani ilifanya umafia wa hali ya juu. Hitler alikuwa anakamilishia programu yake ya nuclear. Hitler alishafika mbali. Amewatumia mascientists wale Wayahudi, akawafunga ndani, wakawekwa kwenye banka. Hakuna kutoka, unapewa chakula na nini, hakuna kutoka huko, kwa sababu hamna familia nyinyi, una ruhusa ya kuzaa hapa. Kwa hiyo waliwekwa ndani. Kazi yao ni kuzalisha nuclear bomb. Na hawa scientists kama nilivyosema ni Wayahudi, ndio walikuwa wasomi wa vyuo vikuu, ndio wasomi ma nuclear physicists walikuwa ni wao.
ilikuwa wanasema ilikuwa ni miezi michache tu bomu lilikuwa tayari, liwe tayari. Lakini wa Marekani walipata taarifa, wakatuma maspai, wakawachukua wale, waliua wengine wote. Majeshi yalikuwa na wilinda, wakaingia wakawaua, wakachukua wale ma scientist, wanasema walikuwa kama 5-6, I'm not sure. Wakachukua wakawahamisha haraka na usiku kwa ndege, na kuna filamu inaonyesha jinsi walivyotekwa na wa Marekani pamoja na Waingereza, wakawachukua Marekani. Na wale walipokuwa wanaondoka walichukua zile blueprints, yani zile theory zote na vitu muhimu vilivyo kurutubisha ile uranium kuwa plutonium, walichukua wakawapeleka. Na wao walijua sayansi ilishakuwa kidogo, wakachukua kila kitu wakaondoka nacho. Vita ilipokuja kuisha, walipomaliza, maana Russia ilikuja kuunga sana, ikaunganika kule mashariki. Russia ilipoingia ndio Hitler mwisho wake, kwa sababu Russia nayo ilikuwa imekaa kimya, haikuwa imejiingiza huko. They are not Aryans, these are wale ni wa kabila lingine. Lakini walipoona Hitler anataka kwenda Russia kutoka Poland, hapo anataka ku cross over to Russia, that was the beginning of the fall of Hitler. Wa Russia, Urusi ikapiga mashariki, na majeshi ya muungano wa Waingereza, wa Faransa na wa Marekani hasa wakitawaliwa Marekani, walipojiunga na vita, ndio wakapush kila side zote. Hata Italia ilikuwa kwanza fascist, wakafagia, wakapanda kaskazini, na Mussolini alipotaka kukimbia walimkamata wakamuua kule Romososo kule kaskazini, na Waingereza wakapata nguvu ya kuvuka na kuingia Ufaransa upande huo. Wa Marekani wakaja na jeshi kuu kwenda kupiga katika Central Germany. Vita ikawa kubwa, na Hitler akaenda akasarenda, akauawa kufa. Ndio vita ya kwanza. Sasa wakati wa vita kule kuwaokoa wale ma scientist, ndio ilisababisha Marekani kawa ya kwanza kutengeneza nuclear bomb. Ile nuclear linaitwa atomic bomb wakati ule. Na hilo ndio sasa kuna Japan nayo ilikuwa the strongest army upande wa mashariki ya mbali kule. Wao nao walitaka kuchukua China na nchi zote za kule. Ndio vita ilikuwa kubwa. Marekani kaamua kupigana na Japani kule Pearl Islands kule, na huku wanapigana. Kwa hiyo both fronts ilikuwa vita kubwa, na ndio vita kuu ya pili ya dunia. Na hata wazee wetu wengine walienda, si wazazi wengine, ndugu wengine wazazi wao walikwenda huko Burma na wapi. Hiyo vita ndio hiyo. Uzuri ni wale waliokwenda kule Marekani, wale Wayahudi ndio walienda kutengeneza ile bomu ya atomic, na ili kukomesha kabisa vita hii. Maana wangeingiza Wajapani walikuwa na ile vita ile, walikuwa na hawa kamikaze, ni wale maaskari unapoingia jeshini, ukiingia kwenye kikosi cha kamikaze, ni wale ni suicidal, yani wanajiua ili wakumalize wewe. Na hiyo ndio siasa wa Palestina walikuwa wanachukua hiyo. Anakuja amejifunga mabomu, analipuka, na sisi wote hapa tunakwisha. Ndio hao kamikaze. Na ilikuwa ni siasa na strategy ya Wajapani. Unajua Wajapani hata sasa hivi kuliko Wajapani siasa yao ndio hiyo. Kujiua ni heshima. Ajabu sana. Wachina hivyo, kujiua ni heshima. Wanaita honor killing. Na ni ajabu, haipo kwetu. Honor killing haipo kwetu, haijakuwa. Ilikuja kuletwa na kuna hasa Waarabu ambao wanapia honor killing, hasa kwa upande wa kijamii. Wao wakiona binti yao hataki kuwatii na anaolewa na mtu ambaye hana dini ya Kiislamu, sio Muislamu,
wanamuua. Hata kaka anamuua, kaka mtu anamuua dada yake, baba anaua hata kijana wake ambaye anataka kuoa Mkristo kwa mfano. Ona akili nyiko mpaka sasa. Huko Uingereza imetokea hivi karibuni tu, na hasa iko Uturuki, iko Pakistan, wanaua. Mabinti wengi sana wameuawa kwa sababu wamekataa kuachana na mpenzi wake ambaye ni wa dini nyingine. Sasa wa familia wanamuua, wanasema ni honor killing, ni kifo cha heshima, kuhifadhi heshima ya familia. Hiyo aina kandi hizi concept ya dhana hii inashikiliwa sana na watu wa Far East, yaani upande wa kuanzia India kuendelea huko mpaka Japan, wana hiyo. Ndio maana kuna mmoja hapa, yule Mchina alijiua hapo kwa kukosea nguzo ya daraja. Nakumbuka, mnajua hiyo sio? Yule alikosea nguzo ya daraja la Kilombero pale, alijiua kwa sababu alicalculate vibaya, ile nguzo ikaanguka. He could not, hangeweza kwenda nyumbani, wangemuua. Kwa hiyo alijiua, kajinyonga kafa. Na hiyo ilikuwa kwao ni kawaida, nobody, hakuna majaliano. Amejiua kwa heshima, wakija wanamheshimu. Mtu amekufa kwa heshima. Lakini sisi tunadanganya, tunaogopa kufa sana. Lakini askari wao, wenzetu hawa, askari akiona kwamba ameshindwa vita, ameshindwa na yeye ni jemedari, anakuja mbele ya mfalme na anajipiga risasi mbele ya mfalme. Mfalme, nimeshindwa kutimiza wajibu wangu na ni uzembe wangu, nimekubali maaskari wangu 20 au 30 wakafa. Wanasema okay, ametimiza wajibu wake. Ukipewa cheo unabeba na wajibu, unajipiga risasi. Sio unasema unajua, hakuna cha unajua. Wao ndio hivyo. Unachukua jambia ile, anajichoma na toboa tumbo na anajianguka pale. Ndio hivyo walivyo. Sasa wa Marekani waliamua kumaliza hii vita kwa sababu kule Pearl Islands kuna visiwa kule, wa Marekani walikufa kwa maelfu kutokana na wao walikuja na ndege ndogo zile turbo, wakiwa wamejaza mabomu, na askari huyo amejifunga mabomu. Anapoondoka nyumbani, wanajua kwamba ni kama amekwisha kufa, wanaweka X, ameshakufa kwa sababu hata rudi. Anakuja, nyinyi mnapiga mabomu, yeye ataanguka na ile ndege na kulipua meli yote, kisiwa chote. Kama ni hapa Morogoro zinakuja ndege 50, zote zina mabomu zimejaa, na yule anayekuja anakuja kuanguka, sio kwamba anakuja kuland. Anaanguka na ile ndege. Sasa watu wa Marekani wanafikiria hata divert, hata kwepa. Hapana, nalenga, anakuja naangukia ile meli yote na yeye kila kitu moto. Sasa wa Marekani walisema tutafanyaje hao watu? Tupeleke nuclear bomb. Na wakati wale waliotekwa Ujerumani wameshafikia ngazi ya kuzalisha nuclear kweli, wakapeleka ndege zile 2 zenye nuclear bomb 2, wakaangamiza Nagasaki na wapi tena? Basi wakapiga mabomu, na hiyo ndio nuclear bomb za kwanza kutumika vitani, na mpaka sasa hakuna anayedubu kutumia tena kwa sababu madhara yake ni makubwa mno. Ni kutoka na hiyo vita ikaisha. Baada ya vita mwaka 1948 Umoja wa Mataifa uliundwa. Sio League of Nations. League of Nations iliundwa wakati ule wa vita kwanza. Sasa inakuja United Nations, Umoja wa Mataifa, ambayo iliundwa baada ya vita ya kwanza ya pili ya dunia. Na hiyo katika maazimio ya vita hii ya pili ya dunia, katika ule mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu pacification ya dunia, walisema waunde taifa la Israeli mwaka
1948 na ndio wakasema lazima waunde taifa la Israeli. Waisraeli wamesambaratika, waende wapi? Lazima wawe na taifa lao. Waingereza walikuwa wanatawala Palestina wakati huo. Kwa hiyo Waingereza wakaambiwa, katika makoloni yenu nyinyi ndio mnatawala Palestina, ambapo ni nyumbani asilia kwa Waisraeli walitoka huko, lazima waweke taifa pale. Watu waliokuwa wanakaa kule Palestina hawakujua kwamba kuna taifa linaitwa Israeli. Ilikuwa inaitwa Palestine, ni Palestina basi. Hakuna taifa liloitwa Israeli. Sasa wao wanashangaa, unakwenda kuweka taifa wapi? Hao watu wametoka wapi? Hawana historia yao. No, tusidhani kwamba ni kama sasa tuna habari. Hawana, hakuna. Hata mmoja alikuwa anasema mimi acha tumeshaona mengine. Yaani mama mmoja alikuwa analia na mapovu yanatoka kabisa. Aliangalia, nilikuwa natembea tu namkuta analia pale, nimuuliza mama, what's happening? What's wrong? Can I help? Anasema you can't. Anaangalia nyumba yake, alikuwa mama anaonekana alikuwa na hali nzuri. Nyumba yake iko katikati ya mji wa Yerusalemu. Nyumba nzuri kweli, ghorofa 2. Anapiga kelele. Walichukua. Na sasa anakaa kwenye huko jangwani huko, sio anaishi wapi. Lakini ile chuki ipo. Wao walipokuja Yerusalemu, walipokaa Yerusalemu, walifikiri ni nchi yao. Tangu mwaka karne 19, si mchezo, ni miaka mingi. Hakuna taifa la aina hiyo. Sisi tunaishi miaka sana miaka 80 90, kama una afya njema sana. Na sivyo si mwaka una historia gani? Una kitu. Miaka 100 ni nini? Sasa wao miaka 19,000 wanajua hii. Sasa wao wanaona watu wanakuja wanawaambia tunaweka taifa la Israeli hapa. Waisraeli gani? Mbona babu zetu hawakutuambia? Mababu. Hakuna historia ya watu wa namna hiyo hapa. Hii ni taifa la Palestina. Ndio vita iliopo. They were not known and they have no history. Recent history means ancient history ni historia ya myths, ni simulizi hizo. Lakini katika maisha ya kawaida hawakuwajua. Ndio vita iliopo. Wapalestina hawatambui. Hawatambui kama ni taifa. Waisraeli wao wanarudi nyuma. Abraham, nchi ya ahadi, Yerusalemu mji mkuu. Wa Palestina wana habari mambo hayo. Yerusalemu ilikuwepo kabla ya Wayahudi. Ilitekwa tu na Daudi mwaka 1000 BC. Lakini wao waliishi pale, Wajebusi, Waperisi na wengine waliishi pale, kabila vya Wakanaani waliishi pale pamoja na Wafilisti. Waliishi. Yerusalemu ilikuwepo, Hebron ilikuwepo, Shechem ilikuwepo na vimiji vidogo. So how comes that you are telling us wakati wa Yesu Yerusalemu ulikuwa kwa mji, lakini walikuwa sio Waisraeli, lakini Waisraeli taifa iliyopotea na iko kwenye historia, lakini sio katika actual life. Ndio matatizo yamekuja. Waisraeli Umoja wa Mataifa wakasema tunaunda taifa la Israeli. Waingereza wakafikiria tupeleke Tanzania, Tanganyika. Wakaambia Tanganyika sasa watakutana watu weusi, vita itakuwa ile. Hao ndio watakuwa wanatumia mishale, wataleta madhara makubwa. Wawapeleke Afrika Kusini. Wakaambia Afrika Kusini wapi na wapi, hawana culture ile. Wakawapeleke tupeleke Latin America. Wakaambia Latin America wapi? Sasa wale watu wanaongea Kiarabu na lugha gani? Watu hakuna historia yao huko. Wakasema basi, ndio wakaamua. Walikuwa wametenga hicho wanachofanya sasa. Zamani zile mwaka 1948 waligawa Palestina sehemu 2. Sehemu ya Wapalestina wenyewe wale wa asili waliokaa pale,
na ili taifa jipya la Israeli watakaa hapa. Walichokosea, walisema mji wa Yerusalemu uje uwe mji wa Israeli mpya. Manake ni Mazanis, wale wa chama kile cha wapenda Sayuni, wana wa Sayuni, Zanis, walisema lazima mji wetu mkuu uwe Yerusalemu. Sasa wenzetu wa Palestina walikushafanya Israeli na Yerusalemu kuwa mji mkuu wao na wa dini yao, wakajenga Al-Aqsa Mosque, msikiti wa Al-Aqsa pale. Tena wakabomoa, na sio kubomoa tu, pale ambapo Waisraeli waliona kama chimbuko la dini pale Yerusalemu, juu ya ule mlima wa Zioni, wakajenga pale ule msikiti. Complication ikawa kubwa. Tatizo limekuja kuwa kubwa. Mataifa makubwa haya, Umoja wa Mataifa, walipotengeneza nchi ya Israeli na kuipeleka pale, waliambiwa sasa nyinyi mtakaa huku na nyinyi hao wakao. Waliweka niti kabisa. Palestina wakasema haiwezekani. Kama mji mkuu wetu sio Yerusalemu, haiwezekani. Na hatutawatambua. Mgogoro ndio ukaendelea mpaka leo. Wa Palestina kweli walikosea, manake sasa hivi walichokubali sasa hivi ni hicho walichoambiwa mwaka 1948. Kwa hiyo vita ililetwa na ukaidi wa Palestina kutokukubali uwepo wa taifa la Israeli. Na vita zikaanza, manake wamekuwa na vita mfululizo. Walikuwa na vita mfululizo. Mwaka 56 walikuwa na vita. Mwaka 67 walikuwa na vita. Mwaka 73 nikiwa tayari namalizia shule sekondari huko, nakumbuka vita ilinguruma huko mpaka hata Nasa akafa kwa shock. Mwaka 82 vita. Mwaka 2006 vita. 2023 hiyo vita sasa inaisha sasa hivi. Ilianza 23 kwa vita mfululizo. Na mara nyingine Misri wakati huo ilikuwa ndio super power ya Waarabu. Vita walitegemea sana Misri kuwa kingia kifua wa Palestina. Misri ilicharazwa sana mwaka 73 na mwaka 82 walishughulikiwa wakaisha kwa sababu ya kinga ngao ya Marekani. Wa Marekani mwaka 1948 na hasa mwaka 1956 waliweka agano is a covenant, kwamba sisi hatutakaa mai katu kuacha nyinyi bila ulinzi. Kwa Marekani waliweka agano, sisi wa Marekani hatutakaa, imeandikwa, kuacha kuwapa ulinzi taifa la Israeli popote na kwa lolote. Yale yaliyotokea wakati wa Hitler yasitukie tena. Sisi tutakweka mkono wetu sisi. Anayepigana na Israeli anapigana na Marekani. Ndio walivyoandika. Na kwa kweli wameshika, Marekani wameshika hilo. Na hata ungesema huyu amempiga mtoto wangu, wanasema hajampiga. Wanakataa bluntly. Sema sio yeye. Na ameona amechukua jembe amempiga nalo, sio yeye. Kwa hiyo Marekani chochote utakachosema dhidi ya Israeli hawatakubali. Ukiwaambia amekosa wanakaa kimya, waone utafanya nini. Ukisema tutapiga, sema ukinua kidole chako tutaonana mimi na wewe. Sasa unaanza kunywea, sababu Marekani ni super power yenyewe imebaki. Kwa hiyo hakuna kitu cha kufanya. Na hata ingawa tunasikia Urusi naweza kukimbia kifua Palestina. Hapana, Urusi wanaogopa kutenda makosa yale ya wazungu wenzake. Urusi haitaki kujiingiza kwenye vita hiyo, kwa sababu Urusi inakumbuka yaliyotokea
Ujerumani, Uingereza na wazungu hawa, wazungu ambao ni Aryans, hawadhubutu kuinua sauti kwa nguvu, kwa sababu wanajua kosa walilofanya ni hilo la kujitai taifa teule. Wao wanataka watawale ulimwengu kwa damu yako, kwa kabila lao. Aryanism ile tunaita ni fascist. Kwa hiyo wazungu wana guilt, wana dhamira inayowakereketa. Kile alichofanya Hitler ndio kinachowaumiza. Hawawezi kusema, kutoa kauli yenye msimamo. Wazungu hawawezi dhidi ya Israeli, haiwezekani. Waisraeli wanajua kwamba tumeshawamaliza. Kwa kile walichofanya kule Auschwitz na sehemu nyingine huko, tunawakumbusha tu. Na pale katikati ya mji wa Yerusalemu wamejenga kumbukumbu ya maangamizi wa Wayahudi, wanaita Shoah. Iko pale na wamejenga kabisa, kwa mtu yoyote ambaye anaenda pale anaingia pale kukumbuka maangamizi ya taifa la Israeli na Waaryan, wazungu. Sasa hicho kinawapa unyonge mkubwa. Hawezi simama wakasema sisi tutawaangamiza Wayahudi, nyinyi Wayahudi mnaonea wengine. Ambia mnataka kurudia kile mchofanya, wananywea. Kwa hiyo hicho ndicho kinachowafunga kwa mnyima punzi wazungu. Hawezi kusema chochote, usitegemee msimamo wote. Ni kutokana na historia hiyo, vita hii tunavyoona vita pigana pesa hivi. Sasa tatizo ni moja, hii huyu aliyeuliza hapa. Mazionist kuanzia Golda Meir, yule mama alikuwa ni pamoja na wengine waliokuwa wanaongoza taifa la Israeli, walianza kuwa na rais wao wa kwanza kuanzia mwaka 48. Walianza kuwa na siasa na kuwa na chama cha Yehudi. Hawa waliongoza taifa la Israeli na wamekuwa na marais, yani wa sasa hivi sio wamebadilisha urais, wanakuwa na rais ambaye ni mkubwa wa katiba yao, anasimamia katiba, alafu wanakuwa na waziri mkuu ambaye ndio msimamizi wa serikali. Sasa Waisraeli wamekuwa na marais tofauti mpaka kipindi hiki. Tatizo kubwa sasa, Wakristo huko Palestina wako wapi? Wakristo wapo. Niwaambie tu, hata mimi tulikuwa naenda kusoma misa kila siku. Walikuwa Wakristo daima, wako zaidi ya 1000 wako wanahudhuria misa. Kama cathedral pale wamejaa Wakristo. Kila wakati wapo. Na ni watu gani? Si wageni, ni wa Palestina. Kwa hiyo tunapozungumzia wa Palestina, tusifikiri kwamba ni Waislamu. No. Wa Palestina walau asilimia 20 wa Palestina ni Wakristo. Na wengi wao ni wa Katoliki. Na baadhi ya Wakristo kuna Orthodoksi, lakini wengi ni Wakristo wa Katoliki. Na ndio wamejenga vyuo vikuu huko. Wenye influence kiuchumi pia ni Wakristo. Wasomi Wakristo walioko Palestina. Sasa shida ni kubwa. Katika majadiliano ya umoja wa kitaifa wa Palestina, Wakristo wamewekwa pembeni. Superpowers ni majority ni Waislamu. Kwa hiyo vita inavyoongelewa na nini, we think of Muslims against Jews. No. Wakristo wapo. Na nawaambieni, kuna mmoja aliyekuwa anatupikia amejilipua, alikuwa tupikia pale nilipoishi, alikuwa Mkristo Mkatoliki na alijilipua kwa bomu kwenda kuangamiza Wayahudi. Ni Mkatoliki.
ambaye alipata the indoctrination, yani alinywesha ile sumu ya kujiua ya Arafat, na kwenda akaona afadhali kufa kuliko kuishi katika chini ya Waisraeli, akaenda kujilipua. Tulipata kimya, tulikaa kimya, la sivyo tungepata matatizo na sisi pale. Akaishia hivi. Sasa sio kwamba vita hii Wakristo hawapo, wapo. Sio mambo ya Waislamu na Wayahudi, ni taifa wa Palestina kama taifa dhidi ya Waisraeli kama taifa. Na niwaambie kuna Wakristo Wayahudi pia, Waisraeli wa Kristo, nishawaambia hapo mara nyingi. So there are Jewish Christians kama wakina Yakobo, na Jewish Christians wale niliwaambia wanaitwa Messianic Christians, wapo zaidi ya milioni labda walioko ndani ya Palestina. Alafu kuna Palestinian Christians, wapo Nazareth, wamejaa pale sehemu za katedro kuu la Bethlehem na nyumbani kwa Yohana Mbatizaji. Wakristo wa Katoliki wamejaa hivi, wanasali. How pia they are engaged, they are involved in this war. Kwa hiyo tusifikiri kwamba ni vita dhidi ya Waislamu na Waislamu dhidi ya Wayahudi. No, it's the other way around. Vita hii ni more complicated. Tatizo ni kubwa kwamba wanapoingia katika uwanja wa kisiasa, Wakristo hawatamki. They are not involved. Na hii ni makosa makubwa. Papa alihoji, je, mnapoamua mashauri haya mnawakumbuka kuna wengine ambao sio hawapo kwenye makundi hayo? Wakristo sio Waislamu, Wakristo sio Wayahudi, lakini kuna Jewish Christians and even Palestinian Christians. Mnaweka wapi? Wamesahaulika. Na hii nimeona kabisa mimi experience. Kwa hiyo wengi wameondoka. Tulikuwa na mwalimu mmoja pale nilipokuwa nasoma, profesa mmoja ambaye ni Palestina, amehamia Canada, ameondoka na familia yake kila kitu. Ndivyo nafikiri ukoo umeondoka. Kwa hiyo Wakristo wamepungua mpaka Papa amehoji. Alianza kuhoji Yohane Paulo wa pili. Akahoji, mbona mnaruhusu Wakristo waondoke Palestina? Hata amuongelee juu yao na mateso yao. Wao wanapigwa kila upande. Waislamu wanawadharau, Wayahudi wanawadharau. Those are sandwiched. Then hawaelewi wako wapi. So they had to leave. Hawana support yoyote. Na kwa hiyo they are victimized, more victimized. These are marginalized kabisa. Kwa hiyo why do we, the world, marginalize the Christians? Alafu mnaongelea tu juu ya haya makundi mawili. What about the Christians? Nobody talks about them. Hakuna mtu anaongea juu yake. Ndio hiyo Papa Yohane Paulo wa pili alileta hoja hiyo, wakaanza kuzungumza kidogo, lakini it died out because they were interested in politics. Kwa hiyo ilikuwa shida. Na sasa kusema kwamba kanisa lina support, kwa mfano tuna support kanisa Katoliki Wayahudi, is not true. Hao wanao Wakristo eti Wakristo wana support Wayahudi, is not true. Mimi niwaambieni, na ni ukweli mtupu, wanaowadharau na wangependa wasiwepo sio Waislamu. Wayahudi wanawachukia Wakristo kuliko Waislamu. Kwa mtu sio kuongea bla bla tu, unasikia mtu anaongea anaishi anajua kidogo sana juu ya siasa za hapo. Lakini chuki ya Wayahudi dhidi ya Wakristo ni kubwa kuliko chuki ya Waislamu dhidi ya Wakristo.
Myahudi hawezi kuishi na wewe Mkristo, haiwezekani. Ni very rare. Even in the kibbutz, katika vijiji huko wamejitenga, Wakristo wamejitenga ni kama kikundi kisichokubalika. They live in their kibbutz, basi inakuwa hivyo hivyo tu. They are not even recognized politically. Ndio hivyo. Kwa hiyo mimi mtu anayeongea tu bila kuelewa ni juu. Wakristo wana hali mbaya sana Middle East. Na kanisa linatambua hilo. Na ndio maana waliraise hiyo issue. Walisema mbele ya ulimwengu kwamba Wakristo huko wanateseka kuliko wote, kwa sababu hakuna anayewatetea na kuwasemea. Wayahudi wanawachukia, they cannot live together. Waislamu wanawachukia, they are pagans, they are kafir. Yale where do they stand? Where are they? Who stands for them? Kwa hiyo hapo wameanza kuondoka na kanisa linakuwa empty sasa hivi huko. Na kwa hiyo hali ni mbaya. Kanisa likitambua hilo halina kusema kwamba wanawasupport Wayahudi. Is wrong, is misunderstanding. Kwani ni nani anaye initiate huko? Sisi, including my classmate wangu, ni mmoja wapo anahudhuria vikao vya Umoja wa Mataifa kama Mfransiskani. Wafransiskani wana ofisi Umoja wa Mataifa kwa sababu ni watu wa peace. Sisi tuna hadhi sana kikanisa kwa ajili ya amani. Tuna ofisi huko. Mmoja wapo ni mjamaa tuliosoma naye kutoka Argentina. Yuko kwenye ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa, the peacemakers. Na yeye ni kiongozi huko, ni mwanasheria. Yuko huko. Yeye ukimuuliza anasema hali ni mbaya sana. Na wanatetea pande zote mbili. Human rights, pande zote mbili. Hazina kusema human rights za Wakatoliki na human rights za Waislamu na human rights za Wayahudi. Wote ni sawa. Na Papa akizungumza, anaposema sala tuwaombee, sio kuwaombea wa Palestina, kuwaombea wote, Wayahudi na wa Palestina na Wakristo waliopo. Kwa hiyo kanisa halina upande, labda ni juu tu yale yanayosema kwenye mitandao ya kijamii, labda tunaelewa hivyo, lakini it's deeper than you think. The church, when it talks for the people of God. And the people of God ni Wayahudi, Wakristo na Waislamu wote. Na anapoongelea juu ya amani, wanaongelea hilo. Kanisa halina upande. Wakristo labda they malinformed, they wanaelezwa vingine na kuelewa vingine. Hii ninaelewa. Lakini kwa watu ambao ni well informed, wanajua hakuna, mimi ungeniuliza leo, kesho na usiku, najua hakuna upande ambao hauna hatia na umoja ambao mwingine hauna hatia. That kind of neat, this division is not allowed. Hii ni complicated issue. Wengine wameielekeza upande wa imani. Ndio, ni upande wa imani kwa sababu wa Palestina, Waisraeli walipoingia, waliingia kwa tiketi ya dini, Zionist. Hata chama chenyewe Zion kinatokana na historia yao ya Usioni, mji mtakatifu. Kwa hiyo wao wanapopigania ni pia wanapigania nchi takatifu, sio nchi tu, nchi takatifu. Na hasa walipozungumzia juu ya kuchukua Yerusalemu ugawanyo mara mbili, Wayahudi walisema haiwezekani. Mji huo ni mji wetu uliojengwa na Daudi, lakini akasahau kwamba ulikuwepo kabla ya Daudi. Sasa kwa hiyo kuna mambo hayo ya siasa na dini limekuchanganyika. Sasa kwa sababu yanayopigwa makelele mengi sana ni Waislamu na Wayahudi, wanafikiri kwamba Wakristo wapo lakini hawasemewi. Lakini kanisa linatambua hayo na linasema, labda mtu anasoma kidogo au kuna wanapozungumzia Palestina, they are victimized. Yes, wanapata
wanakuwa ni waonewa kwa sababu Wayahudi wanasapoti ya taifa kubwa, Marekani. Na hakuna taifa kubwa linaowasemea wa Palestina. Ni Waarabu wenzao, na Waarabu wamedhoofishwa tangu Saddam Hussein akatoa ulimi kwisha. Na alafu wanakuja hawa wa Misri. Nasser alikufa kwa sababu ya shock alipoona majeshi yamefika Egypt, Cairo. Kilomita 16 toka Cairo, akaona majeshi yamesimama hivi. Wayahudi waambia, nyosha mikono yako la sivyo tutakata sasa hivi. Akaanguka chini akafa. Sasa hiyo ni kwa sababu ya Marekani. Sasa hakuna taifa kubwa linalowasemea Palestina. Na kwa sababu yake ni nini? Ni ile guilt conscience imesema kwamba wanakumbuka walichofanya wakati wa Hitler. Wazungu ni watu wakorofi sana. Dhamiri yao inawauma kwa kile walichofanyia wa Israeli. Hitler na taifa lake, mataifa hayo ya Ulaya huko. Sasa hawadhubutu tena kusema kwa sauti kubwa, wanasema underground. Basi ndio hiyo hali ilivyo. Nafikiri imeeleweka kwa mtu aliyeuliza swali hili, na tusiendelee na mambo ambayo hayatohusu. Ni siasa za kiulimwengu. Manake vita hii sio mambo ya kusema kanisa lina support. Hakuna, tusiseme hivyo hata siku moja, ni makosa makubwa. Kanisa halina support yoyote. Kanisa lina support amani, na wangependa kutetea pia Wakristo, lakini hawasemewi na yoyote ule. Hiyo. Yes, mwalimu. Tunakushukuru kwa kuelezea vizuri, kwa sababu hata sisi mawazo yetu tunajua kabisa vita ile ni ya Wakristo na Waislamu. Lakini basi Wayahudi, kumbe na Wayahudi nao ni mapambano. Kumbe tunashukuru sana, lakini ningependa nielewe jambo moja. Ni kanisa la Bethlehem alikozaliwa mtoto Yesu liko Palestina au liko huku Israeli? Ningependa nielewe vizuri hapa. Bethlehem. Liko Uyahudi. Sio Palestina. Ile liko same maana ya Palestina namna gani? Ni Palestina, nchi yote ni Palestina. Au unasema liko kwa upande wa Waislamu? Israeli. Yaani kuna Palestina na Israeli? Hamna kitu cha namna hiyo. Nchi yote ni Israeli kisiasa. Isipokuwa kuna sehemu wanazokaa Waislamu ambayo ni ndio kao Palestina. Kuna sehemu. Lakini kanisa la Bethlehem liko ile sehemu ambayo wengi wao walikaa wa Palestina, walikaa Palestina sehemu ile wengi, lakini imechukuliwa sasa hivi iko chini ya Wayahudi, kama nataka kusema. Kuna sehemu za Palestina na sehemu za Wayahudi. Sasa sehemu iliyoko Bethlehem iko sehemu ambayo ilikuwa chini ya Palestina. Na pale wa Palestina ni wengi kwa kweli. Sehemu za Yohana Mbatizaji, sehemu za Judea kusini ilikuwa ni sehemu hizo, lakini sasa hivi iko sehemu za Wayahudi. Asante. Basi nimepata nafasi ya kujibu swali moja, maswali hapa. Nimepata maswali mengine hapa.